Habari zisizokuwa na mipaka hupatikana hapa Dirisha la Dunia TV. Tunazidi kukupatia habari mbalimbali zinazotokea katika jamii zetu. Hakikisha una subscribe kama haujajiunga na channel hii kwa ajili ya kupata habari zaidi. News tulionayo sasa, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imeanza kufanya uchunguzi katika baadhi ya hospitali kufuatiwa kuwepo kwa malalamiko ya wananchi kuhusu kutozwa ada kwa huduma za kujifungua. Kwa mujibu wa sera na miongozo ya afya nchini, huduma hizo zinapaswa kutolewa bila malipo katika vituo vyote vya umma. Uchunguzi huo unalenga kubaini ukweli wa tuhuma hizo, ikiwemo kubaini wapo kuna watumishi wanaokiuka utaratibu na kujihusisha na vitendo vya rushwa au ubadhirifu. TAKUKURU imesisitiza kuwa itachukua hatua kali za kisheria dhidi ya yeyote atakayebainika kuhusika, huku ikitoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa sahihi ili kusaidia juhudi za kupambana na vitendo vya rushwa. Tusikilize zaidi. Kero yangu kubwa ni hospitalini. Kipindi cha nyuma tuliongelea hili swala, mkutano ulikuwa pale. Tukaongelea hili swala la ukienda mjamzito tulikuwa tunanyanyasika. Tukaliongelea hilo swala, yule muhusika akatolewa. Sasa kilichobaki saizi kinachotutesa sisi wazazi, ninavyoenda na mtoto wa siku moja anaumwa pale bila 40 na mtoto hajatibiwa, na ninavyofika pale hata kama naenda kutoa jino, yani kama wananichukia basi wanichukia, hata kliniki waache kunipima, maana tumechoka. Yani tumechoka kabisa, yani tumechoka. Ninavyoenda kujifungua, nikijifungua mtoto wa kiume ni faini 10,000. Sasa sijui natoa faini kuhusu nini? Mimi ndugu waziri, nina kero na hospitali yetu ile ya wilaya. Mtu akijifungua pale, mwanamke akijifungua pale mjamzito, akilala pale, akijifungua mtoto wa kiume, analipishwa hela mtoto wa kiume aliolala kwenye kitandani bei tofauti. Mwanamke akijifungua mtoto wa kike analipa hela, analipa kitanda tofauti na bei na mtoto wa kiume. Tunataka utuambie ndugu waziri, kama ni kituo cha mtu binafsi mtuambie, kama ni hospitali ya wilaya mtuambie. Kwanza inatusikitisha sana. Huwezi kuwa unatoza fedha kwa mama wajawazito. Akijifungua mtoto wa kiume unamtoza pesa, akijifungua mtoto wa kike unamtoza pesa. Jambo hili taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa waanze kufanyia kazi haraka, ikiwemo na kufanya uchunguzi wa kina kwenye kituo kile cha afya cha pale mjini, na kuanza kuwabaini watumishi ambao sio wema kwa Watanzania. Tukiyafumbia macho haya, kesho na kesho kutwa, mwisho wa siku wataiba hadi watoto kwenda kuwapa watu wengine. Ubaya unaanza taratibu. Sasa lazima tuhakikishe kwamba wananchi ambao wanakwenda pale hospitali ya wilaya, kama mtu atatoza shilingi 10,000, 20,000, hayo ni makosa kama makosa mengine. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, bahati nzuri na ofisi ya mkuu wa wilaya ipo, yeye ana vyombo vya kutosha, na tarehe ya kufanya majumuisho tupate majawabu ya awali. Kama kuna katazo mmelitoa tujue, lakini mimi nasema ni marufuku kuwatoza wananchi shilingi 10,000 wala shilingi 20,000. Na watoto chini ya miaka 5 wanatibiwa bure. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amesaidia kwa kiwango kikubwa sana wananchi wake, watoto chini ya miaka 5 waweze kutibiwa bure hospitali. Wewe unakwenda unawatoza shilingi 40,000, ni marufuku. Na ole wenu wananchi hawa, wakienda pale unaenda unamtoza shilingi 40,000, hajatoza shilingi 40,000, unaanza kumzungusha, mara unaingia kushoto unaingia kulia, hutaki kumpa huduma, utafukuzwa kazi kwa mujibu wa sheria.